Hivyo ndivyo ambavyo napokea kijiti kutoka kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Karibu, tunaanza habari za michezo kitaifa. Klabu ya Yanga imejikuta katika wakati mgumu baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kuitandika faini ya shilingi milioni 100 kutokana na ukiukwaji wa kanuni za ligi kuu katika mchezo nambari 233 dhidi ya JKT Tanzania uliochezwa Juni 30 mwaka huu 2026. Zaidi na msimulizi wetu. Kwa mujibu wa taarifa ya TPLB, Yanga ilikiuka kanuni ya taratibu za mechi baada ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi kushindwa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kilichotengwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Badala yake wakatumia vyumba ambavyo si sehemu rasmi ya miundombinu ya uwanja. Mbali na adhabu hiyo ya kifedha, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imechukua hatua nyingine nzito kwa kumpelekea rais wa Yanga Hersi Said pamoja na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andrew Mtine kwenye kamati ya maadili ya TFF kwa hatua zaidi. Hatua hiyo inatokana na maelezo yao kuhusu kujirudia kwa matokeo kutotumia vyumba rasmi vya kubadili nguo. TPLB imebainisha kuwa huu ni ukiukwaji wa pili wa kanuni hiyo ndani ya muda mfupi. Mwezi Mei 2026, Yanga ilikuwa tayari imeadhibiwa kwa faini ya shilingi milioni 30 kutokana na kosa kama hilo, jambo lililoifanya bodi hiyo kutoa adhabu kali zaidi safari hii. Hatua hiyo inaonyesha msimamo wa TPLB katika kusimamia nidhamu na kuhakikisha klabu zote zinazingatia kanuni za mashindano bila kujali ukubwa au hadhi. Sasa macho ya wadau wa soka yataelekezwa kwenye uamuzi wa kamati ya maadili ya TFF kuhusu viongozi hao wawili wa Yanga na hatua zitakazofuata. Lula Ali, michezo. Kwingineko, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar SMZ inafungamanisha uchumi wake na michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027 kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa ikiwemo ujenzi wa miundombinu katika viwanja vya michezo vitakavyotumika wakati wa michuano hiyo. Zaidi na Henry Kavirondo. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Dr. Jim Yonas ameeleza hayo wakati walipotembelea na kukagua maandalizi ya kuelekea michuano hiyo Zanzibar, ambapo ameonyesha kuridhishwa na hatua mbalimbali zilizofikiwa. Baada ya kutembelea uwanja wa Fumba unaojengwa mkoa Mjini Magharibi na New Amani Complex, Dr. Yonas ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya AFCON amesema hatua za ukarabati zinaridhisha ikiwemo miundombinu. Kuelekea michuano hiyo, amesema serikali ya Tanzania imejipanga kikamilifu kuweka mikakati jumuishi ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo, uboreshaji wa miundombinu ya barabara, usalama na utangazaji wa vivutio vya utalii kimataifa ili nchi inufaike kiuchumi. Na tumeona maandalizi hapa namna ambavyo yamefanyika. Tumetembelea Fumba na sasa uwanja wa Amani. Na kweli kazi ambayo imefanyika ni nzuri na uwekezaji wa serikali ni mkubwa sana. Tunaamini kwamba nchi yetu inaendelea kujiandaa vizuri kwa ajili ya kuwa mwenyeji mzuri vile vile kwa ajili ya mashindano haya. Lakini tumeona kwamba yapo mambo mbalimbali ambayo tunayafanyia kazi ili nchi yetu iendelee kufaidi zaidi kutokana na mashindano haya. Moja, kwanza ni kufungamanisha miundombinu hii na uchumi wa nchi yetu ili kila sehemu iweze kuwa sehemu ya uchumi unaoendelea katika nchi yetu, lakini vile vile ukusanyaji wa maarifa ambayo yanatokana na miradi hii ili maarifa haya yaweze kutumika katika miradi mingine. Kwa upande wa Zanzibar tumefarajika sana na hilo. Tumetembelea miradi yetu ya viwanja na tumeona namna hatua ambayo inapigwa na wakandarasi wetu, na kwa kweli tumefarajika sana na ujio wenu na tumepata faida kubwa sana kwenye ziara hii. Sisi kama serikali tuko pamoja na nyinyi wajumbe wa kamati, na serikali iko committed katika kulitekeleza hili, kuhakikisha kwamba mashindano yetu yatafanyika na maandalizi yetu yanakamilika pasavyo ili kuweza kukidhi haja ya kile ambacho tunategemea kukitekeleza hapo mwakani. Kwa kweli tunakushukuruni sana. Malengo ya serikali katika michuano hiyo inayotumika kama kichocheo cha uwekezaji katika soka la vijana na kuongeza hamasa ya michezo ni kuhakikisha miundombinu itakayotumika wakati wa michuano hiyo inakidhi viwango vya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF kabla ya michuano hiyo kuanza. Henry Kavirondo, michezo na burudani, Channel 10.
Asante Henry Kavirundo kwa undani wa taarifa hiyo kutoka huko visiwani Zanzibar. Bondia Deborah Mwenda kutoka Kinyogori Boxing Gym Ilala ahidi ushindi wa mapema wa TKO dhidi ya mpinzani wake Dorothea Muhoza kutoka Gongo la Mboto kwenye pambano la Dar Boxing Derby mwaka 2026 itakalofanyika jijini Dar es Salaam. Akizungumza mapema na waandishi wa habari za michezo, Deborah Mwenda amesema anafanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha anapata ushindi wa kishindo, huku akimtaka mpinzani wake ajiandae kupokea kipigo siku hiyo. Mheshimu mpinzani wangu, naheshimu rekodi yake na uzoefu wake. Naamini kwamba kwa jinsi ambavyo nimejiandaa nitapata nafasi ya kufanya mpinzani wangu ashindwe kumaliza pambano. Na imani sana katika mazoezi aliyofanya. Kwa hiyo hata mpinzani mwenyewe sina cha kumwambia, ila na imani mwandishi utampelekea ujumbe. Sisi tumejiandaa vizuri. Mimi naamini kwamba KO ipo. Na akidelay KO ni mapema tu. Raundi ya kwanza, raundi ya pili. Imekuja wakati sahihi na sisi tumefanya kazi wakati sahihi. Tushamaliza. Na kama unavyoona siku zimeisha, hatuna la kupoteza. Na kwingineko, mashindano ya kugombea kombe la mbio za Mwenge wa Uhuru yameanza kutimua vumbi katika uwanja wa kumbukumbu ya michezo ya Jumbe mjini Manyoni, ambapo jumla ya timu 17 zinashiriki mashindano hayo. Tupate taarifa zaidi. Mashindano hayo yalianza kutimua vumbi Juni 29 mwaka huu. Hatua ya makundi inatarajia kufikia tamati Julai 15 mwaka huu. Timu 17 zinashiriki ligi hii, lakini tunashukuru kwamba angalau wigo wa timu kutoka nje ya mji wetu wa Manyoni sasa umeshaongezeka. Tuna timu kutoka halmashauri ya Itigi. Kwa hiyo hizi timu zote zimeanza mashindano tarehe 29. Tunataraji mpaka tarehe 15 tutakuwa tunamaliza hatua ya makundi, na Mwenge unapoingia katika halmashauri yetu ya wilaya Manyoni, tayari bingwa atakuwa ameshapatikana. Katika mchezo uliozikutanisha timu za Matalange FC na Talent Ocean zote za wilayani Manyoni, timu ya Matalange FC imejikuta ikiambulia kichapo cha jumla ya magoli 6 bila majibu dhidi ya Talent Ocean. Tumeweza kupata ushindi wa magoli 6-0. Timu ya kwanza kwenye ligi tumepoteza, tunashukuru. Tumeshindwa kwenda kufuata maelekezo ya mwalimu kutokana na wachezaji walikuwa wana tempa. Ripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka Manyoni ya Jumbe Ismail naweka utoa kwenye habari za michezo kwa upande wa kitaifa. Na sasa tukaangaze yapi ambayo yamejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Michezo medani za kimataifa. Michuano ya kombe la dunia kwa msimu wa 2026 imeendelea kunoga zaidi, huku mataifa makubwa yakithibitisha ubora wake. Katika michezo ya jana, Hispania La Roja ilitoa somo la soka kwa kuichapa Austria mabao 3-0 na kutinga hatua ya 16 bora kwa kiwango cha kuvutia, ambapo Michael Oyarzabal aliongoza Hispania kwa kufunga mabao 2, huku Pedro Porro akiongeza bao lingine katika ushindi ulioonyesha uimara wa safu ya ushambuliaji na ulinzi wa kikosi hicho cha La Roja. Katika michezo mwingine, Ureno ilionyesha ukomavu wa kiushindani kwa kuiondoa Croatia kwa ushindi wa mabao 2-1, wakati Uswizi ikiendelea na safari yake baada ya kuifunga Algeria mabao 2-0 na kufuzu rasmi hatua inayofuata ya michuano hiyo. Leo ushindani unaendelea kwa michezo mitatu kupigwa, ambapo Australia watashuka dimbani kuivaa Misri Mafarao majira saa 3 kamili za usiku, na mabingwa watetezi Argentina watajaribu kuthibitisha ubora wao dhidi ya Cape Verde katika mchezo ambao utapigwa majira saa 7 za usiku, huku Colombia ikimaliza ratiba ya hatua 32 bora kwa kuivaa Ghana Black Stars katika mechi inayotarajiwa kuwa na nguvu kutokana na ubora wa timu zote. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Asante Eden Bahati kwa kutujuza hayo kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na katika burudani tunaangazia upande wa urembo, lakini ni taarifa ya simanzi. Kwa undani zaidi tupate simulizi kama ambavyo tumeandaliwa na msimulizi wetu. Wadau wa mashindano ya urembo nchini Venezuela wanaendelea kuomboleza kufuatia kifo cha mwanamitindo na malkia wa urembo Scarlett Rodriguez aliyekuwa amevishwa taji la Miss Grand Orlando 2025 kufariki dunia. Rodriguez pamoja na mpenzi wake Jose Castori waliripotiwa kupotea kwa siku kadhaa baada ya matetemeko makubwa ya ardhi
yaliyoanza kuikumba Venezuela kuanzia Juni 24. Miili yao ilipatikana Jumatatu usiku katika eneo la pwani la Casia la Mar lililopo jimbo la Guaira ambalo liliharibiwa vibaya na tetemeko hilo. Kifo cha Scarlett kimewaacha katika huzuni mashabiki wake, familia, marafiki pamoja na wadau wa mashindano ya urembo, huku wengi wakituma salamu za pole na kumkumbuka kwa uchangamfu, kipaji na ndoto zake kubwa katika tasnia ya urembo. Scarlett Rodriguez alikuwa mmoja wa washiriki wa shindano la Miss Grand International 2025 ambapo Tanzania iliwakilishwa na Beatrice Alex aliyefanya vizuri kwa kumaliza katika nafasi ya mshindi wa 3. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika ulimwengu wa urembo, huku wengi wakimtaja kama mrembo mwenye ndoto kubwa ambazo zimekatishwa ghafla na janga hilo la asili. Mimi ni Salma Shabani na hii ni runinga ya Channel 10 Plus. Asante Salma Shabani kwa kutupitisha hapo kwenye habari za burudani. Na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku wa leo kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Nikukumbusha kitu kwamba raha ya safari upate siti, ila umuhimu wa safari ni ufike salama pale ambapo unaelekea.